Jana nilishuhudia mama mmoja aliyeletwa pale Dodoma, mwenye kansa imesupply mwili mzima. Rafiki zangu wakawa wanamkimbia, wanasema hii issue ni ngumu. Nikakusanya wenzangu wachache tuliokuwa tunasoma nao na makamanda, tukamzunguka yule mama, tukaanza kuimba taarabu ya Kilokole. Tunamzunguka kwa taarabu ya Kilokole. Ananiwazia mema Bwana Yesu, ananiwazia mema tena sana. Kumzunguka tu mara 7, pepo likatoka, kemea likaondoka. Lilivyoondoka tu, kumuinua, kansa imeyeyuka, mpaka leo ni mzima. Sio sisi tunaweza, Roho anaweza. Bwana asifiwe. Sasa hapa panaeleza sura ya Roho Mtakatifu katika ufufuo. Huyu Roho Mtakatifu akiwa ndani ya muamini, akiwa ndani ya mtu aliyeokoka, akiwa ndani ya kanisa, anaopaleti hivi vitu 7 vinavyolifanya kanisa kupata ufufuo wenye utoshelevu wa kimungu. Bwana asifiwe sana. Sura ya kwanza ya huyu Roho tumeisoma. Naomba tusome maandiko vizuri, na tunaposoma jitamkie kwa jina la Yesu, hicho kitu kianze kazi kwako. Sema amen. Sema amen. Hebu naomba unisome kuanzia mstari wa 2. Inasema na Roho ya Bwana, na Roho ya Bwana, hebu sema na Roho ya Bwana itakuwa juu yake. Hebu sema itakuwa juu yangu, na imo juu yangu. Bwana asifiwe. Tunaposema Roho ya Bwana, hii ni sura ya kwanza ya Roho Mtakatifu akiwa kwako. Yaani naomba kuanzia sasa jipige kifua, sema nina Roho wa Bwana. Na kama huna, baba mchungaji leo atuombei watu wajazwe Roho Mtakatifu, ila tunawapa kazi. Tukikuombea kama huna tu haingii, maana kuna vitu vinavyomzuia unavyovijua, ila unapoenda vikombeti hivyo vitu hakikisha vinatoka, ili apate nafasi sasa. Kesho uwe ni ufuriko, iwe ni Pentekoste yako. Na wale uliojazwa, hebu sasa anza kumpa majukumu yake. Tuanze kumpa heshima yake, ili ajitawale kwenye maisha yetu kama alivyo. Roho za mashetani hazitatuweza kamwe. Sema amen. Biblia inaposema Roho ya Bwana, maana yake inatambulisha uungu kamili ndani ya maisha yetu. Hebu tuiangalie Biblia, sijui ya kwangu tu hapa, niangalie maandiko hapa yalivyosema. Hivi sijui huyo Bwana aliyetajwa hapo, labda ni kama kuna mabwana inaandikwa aina 3. Sawa? Kuna, ukiona kwenye Biblia neno imeandikwa Bwana kwa herufi kubwa kubwa, Bwana aliyetajwa hapo ni Yahwe au Jehova, Mungu mwenyewe. Sawa? Lakini ukiona neno Bwana B kubwa na tu WANA tudogo tudogo, huyo ni mheshimiwa, ni cheo. Kama vile Bwana Magufuli, Bwana mtoka mbali. Sijui unanielewa? Lakini ukiona Bwana tu B tudogo tudogo, Bwana, ujue huyo Bwana aliyetajwa ni Mungu mwingine, ni muzimu, ni tendere. Ndio maana mimi ukinitumia message kwamba Bwana Yesu asifiwe, ukaandika kabi kadogo WANA, sisemi amen, sijibu ngo. Sitaki huyo Bwana asifiwe huyo. Maana nina kamanda. Bwana asifiwe sana. Hebu iangalie Biblia yako. Aliyetajwa hapo ni Bwana gani? Ni herufi gani? Tudogo tudogo.
kubwa kubwa tupu. Sawa sawa Hebu naomba tusome wote huo mstari wa pili. 1, 2, 3 twende. Na roho ya Bwana atakaa. Sasa anaposema roho ya Bwana itakaa kwako, tayari si umejazwa Roho Mtakatifu? Sura halisi ya ufufuo, sio ufufuo tu wa kikanisa. Mungu yumo ndani mwako. Amen. Wangapi wanaamini sasa Mungu yumo ndani mwako? Ngoja nikwambie, utendaji wa Roho Mtakatifu una nguvu katika imani ya muamini. Kitabu kile cha Samueli sura ya 4, wa Samueli wa kwanza, ukikisoma, wana wa Israeli walikuwa wamepigana na Wafilisti. Wakapigwa wanaume wa vita 4,000. Walipopigwa, Israeli wakajishauri, kwa nini Bwana leo ametupiga mbele ya Wafilisti? Wakagundua kwamba sanduku la agano la Bwana waliliacha Shilo. Wakaambiana hivi, twende tukalilete sanduku la agano la nani? La Bwana. Wakaenda. Walivyolileta, kitendo cha sanduku la agano kuingia kambini, imani ya Wayahudi ilisema, sasa sanduku la Bwana limekuja, tumepona. Kitendo cha imani ya Wayahudi kwamba sanduku la Bwana limefika, tumepona, Biblia inasema Wafilisti waliogopa na wakaanza kukimbia. Wakaambiana hivi, kuna nini kimetokea? Hii hali sio ya kawaida kwa hao adui zetu. Wakati wanatetemeka, wanaogopa, kuna point moja walisema hivi, ole wetu, maana Mungu ameingia kambini. Kwa hiyo nataka nikwambie, unapopandisha imani ukasema Bwana yumo ndani mwangu, sijui wachawi, sijui majini yanaanza kuambiana kule, haya ole wetu, maana Mungu karudi kwenye nyumba yake. Sasa kuna mtu hapa una Roho Mtakatifu na unaogopa wachawi wewe. Unanena kwa lugha na unawaangiwa. Inasikitisha kweli. Nililetewa mama mmoja analia katekera, nisaidie, ananionyesha chale mpya. Tulivyoanza kuomba ananena kwa lugha, alafu amechanjwa chale mpya jana. Nikasema Allahu Akbar, hii hapa ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyo roho anafanya nini kwako wewe? Ni kutokujua ufufuo. Bwana asifiwe. Hebu jiwekee mkono kifuani namna hii. Fumba macho, sema maneno haya. Roho wa Bwana, ninakupa nafasi sasa. Tawala maisha yangu. Mimi siwezi wala sikujua, lakini wewe unaweza. Na mimi ninakuona, na sasa nakujua. Nakupa nafasi. Yale nisiyo yaweza yafanye wewe, na yale nisiyoweza kupigana nayo uyapige wewe, kwa jina la Yesu. Amen. Yaani natamani ungepiga hata kakigeregere na tumakofi kwa Bwana. Sio tu upige ya unafiki, pandisha imani. Mungu ameingia kambini. Mungu ameingia kambini. Haleluya. Kuanzia leo Mungu anasema you are the conqueror. Wewe sio mtumwa tena. Roho ya Bwana imo ndani. Nasikia Roho Mtakatifu ananiambia kuna mtu hapa anashuhudiwa ndani kwamba ile vurugu inayomtesa haipo tena, inashughulikiwa na mwanaume Roho Mtakatifu. Na kuanzia leo vita ya kwako hebu iteme, hebu iambie bye bye. Sikutanii, ninaona kwenye ulimwengu wa roho kuna mtu ugonjwa unamwachilia hapa. Hebu iambie bye bye.
ya roho. Anasema roho ya nini? Roho ya hekima na ufahamu. Hekima ni uwezo wa kuongea na mtu yeyote bila kumkosea. Hata kama amepandisha tempa, anataka kupigana, wewe ukiongea ile neno inakuwa kijinga cha moto kinachomtoa nyoka pangoni. Anashuka, anasema da, nilikuwa nimeamua kufanya hiki na hiki na hiki, ila kwa hili neno nimeahirisha. Bwana asifiwe. Ukimuona Mkristo anaongea sana, na ananena kwa lugha, huyo ananeneta haneni, huyo ananeneta haneni. Roho Mtakatifu akiwa ndani, tukimpa nafasi, anayakontrol hata maneno yetu, anayakonvert, anakuwa machache. Hatushindani na waliolaniwa, na vinywa vyetu vinazinena baraka. Bwana asifiwe sana. Lakini ufahamu ni utambuzi wa mambo, mafunuo, kujua hata yale tunaita macho ya rohoni, mawazo. Kuna vitu vingine vinaendelea rohoni, mwilini hatuvioni, lakini kazi ya Roho Mtakatifu imetajwa kwamba anatufunulia hata mafumbo ya wapi? Ya rohoni, ya Mungu. Bwana asifiwe. Pokea ufahamu katika jina la Yesu. Kikipangwa kibaya chochote juu yako, ukakijue na ukishinde kwa jina la Yesu aliye hai. Ndotoni kuna wengi wanashindwa. Ninatamka kwa jina la Yesu kama aishivyo Bwana, kila unayeisikia sauti hii, hautashindwa tena rohoni, hautashindwa tena ndotoni, maana Roho wa Bwana wa hekima na ufahamu atachukua nafasi yake kwa jina la Yesu aliye hai. Sikuwekei mkono, hilo naomba tukiri kwa jina la Yesu. Jiwekee mkono mwenyewe kwenye kichwa chako namna hii. Mwambie, Roho Mtakatifu, ninakupa nafasi sasa, uiumbe hekima yako iambatanishwe na kinywa changu, na ufahamu wako ufungue akili zangu. Nitakachokitenda chochote kiambatanishwe na wewe. Shauri langu livunjike, ila la kwako lisimame. Kwenye ndoto sitashindwa, sitapigwa ndotoni chapa wala mihuri za shetani. Zile ndoto za shuleni sitaziota tena. Zile ndoto za kijijini sitaziota tena. Zile ndoto za kulishwa nyama sitaziota tena kwa jina la Yesu. Wala ndoto za uzinzi hazitanikaribia, bali ufahamu wa Roho Mtakatifu utayatawala malango ya adui, na hekima yako Roho Mtakatifu itayafungua malango ya neema katika maisha yangu. Lisilowezekana likawezekane kwa jina la Yesu. Amen. Sura nyingine inayofufua ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Anasema roho. Sasa hapa hizi sura ni mbili zinazopatana, ila kila moja ina kazi yake. Kuna roho ya shauri na kuna roho ya uweza. Sawa Naomba tuziombee hizo kwa pamoja kama zilivyo kivyake vyake. Sawa Jamani, hatuigizi, ndio tunaenda hivyo. Na wewe sio mtu wa kawaida mpaka hapo, na utanipa ushuhuda kesho, maana Bwana anafanya. Haleluya.
Sema, Bwana Yesu, takasa moyo wangu, takasa akili yangu, takasa roho yangu, mawazo ya moyo wangu yatakase. Wewe uliye Roho Mtakatifu, nitengeneze na mimi sasa nikawe mcha Mungu, nikakuche wewe Bwana sawa sawa na neno lako lilivyo na vile unavyotaka, kwa jina la Yesu. Siwezi kuishinda dhambi, siwezi kuikimbia nikaiacha, lakini wewe roho ya kumcha Bwana, nakupa nafasi sasa. Naomba unitengeneze ili nikamche Bwana, nikaishinde dhambi yote katika jina la Yesu. Amen. Sasa sura ya mwisho inaitwa roho wa maarifa. Bwana asifiwe. Hii roho ya maarifa, hebu sema michongo. Michongo si unaijua? Au mipango. Plan master. Uwezo wa kupangilia vitu na vikafanikiwa. Sawa Channel, si ndio? Tunasema channel. Wale watu wa mjini sasa hivi mmekabadilisha, sio channel, inaita connection. Bwana asifiwe. Roho wa maarifa kazi yake ni kufungua akili ili iweze kupata mafanikio ya kutajirika. Ndio maana kuna andiko limesema, utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu ya kupata nini? Nguvu sio hela. Nguvu ni maarifa. Bwana asifiwe. Pokea maarifa katika jina la Yesu. Mimi nimegundua kitu kimoja. Sasa hivi sio hapa, lakini hapa nawaombea, ila kule kwangu nilishaahirisha kuwaombea. Siwaombei washirika waajiriwe kwangu Mji Mwema TAG, Mji Mwema Revival Temple. Siwaombei washirika waajiriwe, ila hapa naomba kwa sababu ndio kiu yako, na kuombea vizuri kabisa uajiriwe kwa jina la Yesu. Ila kule siombi, ila ninaomba kule mambo haya Bwana awape maarifa ya kuajiri. Tena Bwana awape maarifa ya kutafutwa na waajiri ili wawe na hisa kwenye ofisi za ajira. Eti na hapa sinibadilishe maombi tu. Unajua ukiajiriwa wewe unakuwa mtumwa, ila ukiwa na maarifa ya kupata hisa pamoja na mwajiri, maana yake yani ofisi itakuwa inasema bora huyu asifanyeje, asiache kazi, aendelee kunisaidia. Pale Kahama kuna mtu mmoja rafiki yangu anaitwa Jairo. Ni mmoja mfanyakazi, anafanya kazi kwenye mahakama. Yule siku moja nikapata neema ya kuongea na mkurugenzi wake mmoja wa kikosi. Yule mkurugenzi wake wa mahakama zile akaniambia hivi, tulikuwa wote, mimi, huyo Jairo na huyo mkurugenzi. Akaniambia hivi, mchungaji, naomba uniombee kwa Mungu Jairo asihame hapa. Alishaandika barua nyingi za kuomba ahame, lakini mchungaji, niombee sana, Mungu anisaidie huyu jamaa asihame hapa. Nikasema, wewe bosi anabembeleza mfanyakazi asihame, kuna nini hapa? Akasema, sidhani kama nitapata mwingine aliye kama huyu, kwa sababu huyu ana roho ya Mungu, ana hofu ya Mungu, lakini kila kitu anachokifanya sio tu elimu, ni professional experience ambayo ni ujuzi na maarifa ya kuzaliwa nayo. Watu wa hivi ni wachache, tuombeeni. Nikamwambia, sasa wewe unafeli, mpandishe cheo sasa.
Bwana asifiwe sana. Yaani yule bwana ni rafiki yangu sana, na ndio maana nimemtaja jina. Kwa vile anavyomtumikia Mungu na anavyotumikia serikali, ile ofisi ina enjoy uwepo wake. Bwana asifiwe. Sio yeye, ila Bwana aliyemtegemea, Bwana aliyejiachilia kwake. Yule Bwana, yule Roho mwenye maarifa ambaye yule jamaa amempa nafasi, anamfanyia maarifa ya juu ya kusolve kila kesi, kila jambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maarifa ni muhimu, tunayapata kwa Roho Mtakatifu. Kuna mwingine unajikuta hadi unanunua kiwanja, haujengi hata msingi. Badala ujenge, mamlaka ya ardhi ya miji, ile usafi, mamlaka ya usafi inaamuru yale magari ya takataka yanakuja kuleta taka kwenye kiwanja chako, inakuwa dampo buu. Pagosha mama na baba. Kwa nini kwangu tu? Misitu hawaioni. Open space za serikali hawazioni, mpaka walete kwako. Sio bure. Kuna roho iliyozimisha maono yako, inayoua ndoto zako. Ili ziweze kusimama, unamhitaji Roho Mtakatifu mwenye sura ya maarifa. Hebu shika kichwa chako, sema katika jina la Yesu, ninarejesha maarifa katika akili zangu, katika fahamu zangu, katika maisha yangu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu uliye roho wa maarifa, katika ujuzi wote na ufanisi wote wa uwajibikaji katika majukumu yangu, nakupa nafasi Roho Mtakatifu. Naomba unisaidie, naomba unisaidie, nipe maarifa ya kushinda, ili nikafanikiwe kupata utajiri na ile heshima yangu, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sasa kwa sura hizi za Roho Mtakatifu zinakamilisha neno moja ambalo Mungu mwenye roho yake, ambaye ni Roho, alisema hivi katika kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari wake wa 5: hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakuacha wala sitakupungukia. Na nataka nikwambie, Daudi anaandika katika Zaburi, anasema hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Pokea furaha na tumaini katika Bwana. Pokea nguvu ya ushindi na ufufuo. Wewe ni mtawala, wewe ni mshindi. Hautalia tena, hautajuta tena, maana Kristo anaishi. Pokea uzima na amani na ushindi tele katika jina la Yesu aliye hai. Piga kelele kwa Yesu, sema yes. Simama juu ndugu yangu mpendwa, simama juu. Nataka niite ile nguvu ya ufufuo sasa ikalete